Tunaendelea na sehemu yetu ya tatu ya kujibu baadhi ya zile zinazoitwa hitilafu katika Biblia. Na madai haya yanatoka katika channel iliyoko TikTok inafahamika kama FARN, yani fun. Sasa video hii ni sehemu ya tatu, lakini najibu sehemu ya pili ya ule mlolongo au zile awamu ambazo huyu ndugu yetu mwenye channel ya fun anazielezea. Kwa hiyo nitakuwa najibu part 2 ya kwenye channel yake inazungumzia anachokiita hitilafu katika Biblia. Na hii katika sehemu yake ya pili au part 2 ametoa mifano mitatu. Kwa hiyo nitajibu yote. Lakini kama kwa ambaye ameangalia video ile sehemu yetu ya kwanza ambao nilikuwa najibu hizi hitilafu anazosema ndugu yetu mwenye channel ya fun, nilisema kwamba kuna desturi tofauti baina ya Wakristo na Waislamu namna ya kusoma maandiko, kwamba Wakristo tunasoma maandiko kwa kuelewa, Waislamu wanasoma maandiko kwa kukariri. Na katika hizi hitilafu zake mbili, ya kwanza na ya pili anazozitoa, zinaonyesha wazi kabisa namna gani usomaji wao unapelekea wao kuona hitilafu pasipokuwa hitilafu. Tukaanze kwanza katika mfano wetu wa kwanza ambao ameutoa. Anasema unatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 5. Anaulinganisha na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 14. Tunaenda kusoma alafu kisha tutaangazia. Tunaenda kwenye kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari ule wa kwanza mpaka wa 5. Nasema hivi: basi majina ya wana wa Israeli walioingia Misri ni haya, kila mtu pamoja na jamaa zake walikuwa pamoja na Yakobo, Rubeni na Simeoni na Lawi na Yuda na Isakari na Zabuloni na Benjamini na Dani na Naftali na Gadi na Asheri. Na nafsi zile zote zilizotoka viunoni mwa Yakobo zilikuwa ni nafsi 70. Cha msingi hapa tunaona kwamba hapa ni pale Yakobo alivyokwenda na watoto wake hawa wanaotajwa hapa walivyohamia kwenda Misri, wakati ule Yosefu huyu mwana wa Yakobo alipokuwa kiongozi mkubwa kule Misri. Sasa tunaona kwamba anasema ni nafsi 70. Sasa tunakwenda katika Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 14. Unasema hivi: Yusufu akatuma watu akamwita Yakobo babaye na jamaa zake wote pia, watu 75. Sasa ndugu yetu huyu anayezungumzia hizi ameuliza maswali matatu. Je, tunapoona katika Kutoka tunasema nafsi 70, tunapoona katika Matendo tunasema 75. Ana maswali matatu. La kwanza, ipi tufuate? Aidha Kutoka inaosema nafsi 70 au Matendo inaosema 75. Na swali la pili anasema, je, Roho Mtakatifu alijipinga? Yani kama maandiko haya ya Biblia takatifu yanaongozwa na Roho Mtakatifu, je, huyu Roho Mtakatifu alijipinga? Swali lake la tatu anauliza, je, ipi iliongozwa na Roho Mtakatifu? Yani katika kitabu cha Kutoka na kitabu cha Matendo ya Mitume, kipi baina yao kilikuwa kinaongozwa na Roho Mtakatifu? Sasa anauliza maswali haya akijiaminisha kwanza kwamba kuna hiyo hitilafu. Kwa hiyo mimi sinta kwenda kujibu haya maswali, kwa sababu nitakapoondoa tu hizi hitilafu, maana yake haya maswali yote hayana msingi wowote. Sasa narudi katika kile kitabu cha Kutoka ile sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 5, lakini nitajikita katika ule mstari wa 5 kwa sababu jibu lipo katika ule mstari wa 5. Japo swali, kiini cha swali kipo hapo, lakini jibu liko hapo hapo. Na huu mstari wa 5 unasema hivi: na nafsi zile zote zilizotoka viunoni mwa Yakobo. Sasa kama nilivyoeleza kwamba Waislamu wao wanasoma kwa kukariri, sisi Wakristo tunasoma kwa kuelewa. Neno viunoni mwa Yakobo linamaanisha uzao maalum ambao ni moja kwa moja umeunganika kwa huyu Yakobo, kwamba hawa ni watoto wa Yakobo na watoto wa Yakobo tu, ndio maana ya viunoni mwa Yakobo. Kwa hiyo mwandishi wa Kutoka anapotaja kwamba alikuwa ni nafsi 70, anataja wale watoto, yani Yakobo na watoto wake na watoto wa Yakobo tu ambao walikuwa 70. Ndio maana ya neno viunoni mwa Yakobo. Kwa hiyo hilo ni la kwanza, lazima kulifahamu. Tunapokwenda katika Matendo ya Mitume ile sura ya 7 mstari wa 14, sura ya 7 mstari wa 14 unasema, Yusufu akatuma watu akamwita Yakobo babaye na jamaa zake wote. Sasa jamaa ni mkusanyiko mkubwa zaidi, kwamba huyu Yakobo alikwenda na wale waliotoka viunoni mwake
na jamaa ambao jumla yao ni 75. Kwa hiyo kwa maana yake huyu mwandishi wa Matendo ya Mitume anazungumzia wale 70 ambao wametoka viunoni mwa Yakobo, na kuna wengine 5 wanaongezeka hapa, jumla yake inakuwa 75, ambao hawa hawatoki viunoni mwa Yakobo bali ni sehemu ya jamaa. Kwa hiyo hakuna mkanganyiko kwenye hizi haya maandiko mawili, yani hivi vitabu viwili, kile cha Kutoka na hichi cha Matendo ya Mitume. Kimsingi tu sina sababu ya kujibu maswali yake haya matatu, kwa sababu kimsingi kwanza hakuna hitilafu hapa. Huyu mwenzetu yeye ni kwa sababu tu ametoka katika desturi ambao hawasomi wakatafakari kuelewa maana, wanasoma kilichoandikwa baada ya namna ilivyoandikwa. Sisi Wakristo tunaposoma Biblia tunasoma kilichoandikwa, lakini pia namna ilivyoandikwa, ili tuweze kupata maana ya pili ya neno lililoko pale juu. Naam, twende katika mfano wake wa pili. Ametoa katika Wafalme wa Kwanza sura ya 5 mstari wa 16. Analinganisha na Nyakati wa Pili sura ya 2 mstari wa 2. Tukasome. Anasema Wafalme wa Kwanza sura ya 5 mstari wa 16. Tunakwenda Wafalme wa Kwanza sura ya 5 mstari wa 16. Unasema hivi: mbali na maakida yake Suleimani waliokuwa juu ya kazi 3,300 wasimamizi wa watu waliotenda kazi. Naomba nirudie, mbali na maakida yake Suleimani waliokuwa juu ya kazi 3,300 wasimamizi wa watu waliotenda kazi, kwamba hawa 3,300 walikuwa ni watu ambao ni wasimamizi wa kazi. Sasa tukalinganishe na, anasema kwamba tulinganishe na Nyakati Nyakati wa Pili sura ya 2 mstari wa 2. Anasema hivi: Suleimani akahesabu watu 70,000 wawe wachukuzi wa mizigo, na watu 80,000 wawe wachongaji milimani, na 3,600 wawe wasimamizi. Kwa mujibu wa huyu mwenye channel ya Fana anasema, je, hawa wasimamizi tunaona Wafalme wa Kwanza 5:16 inawataja walikuwa 3,300, lakini katika Nyakati wa Pili sura ya 2 mstari wa 2 anasema hawa wasimamizi walikuwa 3,600. Swali anasema sehemu ipi ifuatwe? Yani katika hizi vitabu viwili ni kipi kipo sahihi na kipi kinataka kufuatwa? Sasa kingine, kama nilivyosema mwanzoni, unaposoma neno kama hili, tukumbuke Biblia haijasimama mstari peke yake. Kumbuke wakati unasoma Wafalme wa 5:16 utambue kwamba kuna sura nyingine 4 kabla yake, na kabla ya kufikia ile mstari wa 16 wa sura ya 5 kuna mistari mingine 15 kabla yake na mingine inayofuata baada hapo. Hali kadhalika kwenye Nyakati wa Pili pale tumesoma sura ya 2 mstari wa 2, kuna sura moja nyuma yake na pia kuna mstari mmoja kabla yake na nyingine pia inafuata. Kwa hiyo majibu yanatoka humu. Sasa tukasome kwa kuelewa. Kwanza tukaone Nyakati hile. Mwanzoni tulisoma Nyakati ile wa kwanza, Wafalme wa Kwanza mstari wa sura ya 5 mstari wa 16. Lakini kupata muktadha lazima tuanzie nyuma kidogo. Nitasoma kuanzia mstari wa 15, nitakusomea mpaka wa 18. Mstari wa 15 unasema, Suleimani alikuwa na wachukua mizigo 70,000 na wakatao miti 80,000 milimani, mbali na maakida yake Suleimani aliokuwa juu ya kazi 3,300 wasimamizi watatu. Kwa hiyo tunapoona hapa, kwanza hawa wasimamizi 3,300 wanasimamia wabeba mizigo 70,000 na wakatao miti 80,000. Kwa hiyo hawa 3,300 wanasimamia kazi za wabeba mizigo wale 70,000 na wanaokata miti 80,000, kwamba hawa wasimamizi hawa wa kazi za hizi mbili walikuwa 3,300. Tukaangalie wale kwenye Nyakati wa Pili sura ya 2 mstari wa 2. Je, hawa wasimamizi walikuwa wanasimamia kazi zipi? Hili ni jambo la msingi sana la kulizingatia. Tutaanzia Nyakati wa Pili sura ya 2 mstari wa 1. Anasema hivi: basi Sulemani alikusudia kujenga nyumba kwa jina la Bwana na kuujenga ufalme wake nyumba. Sulemani akahesabu watu 70,000 wachukuzi wa mizigo na watu 80,000 wawe wachongaji milimani,
na 3600 wawe wasimamizi. Kwa hiyo hawa wasimamizi katika hii Nyakati ya Pili, sura ya pili, wanasimamia wachukuzi wa mizigo na wachongaji milimani. Sasa turudi katika ile Wafalme wa Kwanza tuone hawa wachongaji walikuwa wanachonga nini. Kumbuka katika ile ya kwanza anasema wale wasimamizi walikuwa wanasimamia wakata wabebaji wachukuzi wa mizigo na wakataji miti, lakini hawa 3600 wao wanasimamia wachukuzi wa mizigo na wachongaji milimani. Unapoisoma Nyakati wa Pili hapa sura ya pili huelewi hawa wachongaji walikuwa wanachonga nini, lakini tunaporudi katika kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza ile tunaona wazi hawa wachongaji walikuwa wanachonga nini. Tutaendelea kama nilivyokuambia kwamba muktadha unapatikana kwa kusoma nje ya ule mstari ambao huyu mtu anayedai hitilafu anaizungumzia. Tunarudi katika ile Wafalme wa Kwanza sura ya 5 mstari wa 15 mpaka wa 18. Nilikusomea 15 mpaka wa 16, tukapata jawabu kwamba wale watu 3300 walikuwa wanasimamia wabeba mizigo na wakata miti. Kule 3600 tumesema wabeba mizigo na wachongaji. Sasa tunapokwenda kusoma sehemu ya mstari wa 17 tunapata jibu kuhusu wale walikuwa wanachonga nini. Anasema hivi, mfalme akaamuru, nao wakaleta mawe makubwa, mawe ya thamani, ili wauweke msingi wa nyumba kwa mawe yaliyochongwa. Kwa hiyo wale wachongaji walikuwa ni wachonga mawe. Hakuna mkanganyiko kwenye haya masomo mawili tuliyosoma, kwa sababu 3300 wanaotajwa katika Wafalme wa Kwanza hawa wanasimamia wakata miti na wabeba mizigo, na wale 3600 wanaosoma katika Nyakati wa Pili wanasimamia wabeba mizigo na wachongaji mawe milimani. Kwa hiyo ni hesabu za vikundi tofauti tofauti, ndio tunapata hesabu yake inakuja tofauti. Huku inasema 3300 na huku kunazungumzia 3600. Kwa hiyo ndugu yangu wa hii channel ya Fan, jibu umelipata, hakuna hitilafu hapa. Tunakwenda katika hitilafu yake ya tatu, ambao mfano wake wa tatu wa hitilafu. Hebu tupumzike kidogo, alafu tutarudi kuiangalia hii hitilafu ya tatu. Katika ile video yake mfano wake wa tatu wa hitilafu anautoa katika masomo mawili. Somo la kwanza analitoa katika Nyakati wa Kwanza sura 21 mstari wa 11 mpaka 12 kwa kulinganisha na Samueli wa Pili sura 24 mstari wa 13. Tunaenda kuyasoma haya masomo. Kwanza tutasoma Nyakati wa Kwanza sura ya 21 mstari wa 11 mpaka wa 12. Unasema hivi: basi Gadi akamwendea Daudi akamwambia, Bwana asema hivi, kubali upendavyo, miaka 3 ya njaa au miezi 3 kuangamia mbele ya adui zako, ukipatwa na upanga wa watesi wako, au siku 3 upanga wa Bwana, yaani tauni katika nchi, na malaika wa Bwana akiharibu katika mipaka yote ya Israeli. Haya basi, ufikiri ni jawabu gani nimrudishie yeye aliyenituma? Huu ni somo letu la mwanzo. Tunaenda kulinganisha na Samueli wa Pili. Samueli wa Pili sura ile ya 24 mstari wa 13. Unasema hivi: basi Gadi akamwendea Daudi akamweleza akamwambia, basi miaka 7 ya njaa ikujie katika nchi yako, au miezi 3 ukimbie mbele ya adui zako huku wakikufuata, au siku 3 iwe tauni katika nchi yako. Fanya shauri sasa, ufikiri ni jawabu gani mrudishie yeye aliyenituma. Kimsingi tunachoona katika ile Nyakati wa Kwanza sura ya 21 mstari wa kwanza mpaka 12, tunaona kwamba huyu nabii Gadi anamwambia Daudi kwamba achague, na hitilafu inaonekana kwa mujibu wa huyu ndugu yetu wa Fan kwamba anazungumzia miaka 3. Gadi anahitaji miaka 3 ya njaa, lakini kwenye Samueli wa Pili Gadi anasema miaka 7 ya njaa. Sasa ndugu yetu anauliza, je, sehemu gani ifuate? Tufuate Nyakati wa Kwanza au tufuate Samueli wa Pili? Sasa kwanza anaweka swali hili kana kwamba tayari amethibitisha hapa kuna hitilafu. Tukasome masomo kadhaa ambayo yatatuonyesha wazi kabisa kwamba hakuna hitilafu yoyote. Cha kwanza tutakwenda kusoma katika ile sura ya 24
tutasoma Samueli wa pili sura 24 mstari wa 13 tulisoma. Tutasoma mstari wa 14 tuone nini Daudi anaongea pale. Tutasema Samueli wa pili sura 24 mstari wa 14. Unasema hivi: naye Daudi akamwambia Gadi, nimeingia katika mashaka sana. Basi sasa natuanguka katika mkono wa Bwana, kwa kuwa rehema zake ni nyingi, wala nisianguke katika mkono wa wanadamu. Naam, hapa tunamuona Daudi anasema nimeingia katika mashaka sana, na haya mashaka yana chanzo chake. Sasa tunachoulizwa hapa ni je, hii miaka ya njaa ni 3 au 7? Kwa mujibu wa Nyakati wa kwanza ni 3, Samueli wa pili anasema miaka 7. Sasa tukio hili kwanza lilikuwa ni tukio baada Mungu anampa adhabu Daudi kufuatia uamuzi wake wa kufanya sensa katika Israeli. Na kabla ya hapa tunaona kuna tukio ambalo linatokea kipindi kifupi tu kabla ya hapo. Turudi katika Samueli sura ya 21 mstari wa kwanza. Samueli sura ya 21 mstari wa kwanza. 21 mstari wa kwanza. Tunakuta kitu interesting, tutapata majibu huko mbele. Unasema hivi, hii Samueli wa pili sura 21 mstari wa kwanza unasema, kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3 mwaka kwa mwaka. Naye Daudi akatafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Hapa tunaona kwamba kulikuwa na njaa katika Israeli kwa kipindi cha miaka 3 mfululizo. Ndipo Daudi akaanza kutafuta uso wa Bwana kujua tatizo ni nini, au kumekuwa na dhambi gani iliyopelekea Bwana akaleta njaa. Kwa wasomaji wa Biblia na Wakristo hususan, tunafahamu kwamba njaa siku zote ni ishara ya adhabu kutoka kwa Mungu. Na ndio maana hata katika ile ya Samueli wa pili 24:13, mojawapo ya adhabu ambayo Mungu anampa Daudi achague ni njaa ya miaka 7, au katika Nyakati anasema Nyakati wa kwanza anasema miaka 3. Lakini tunaona kabla ya tukio la Daudi kufanya sensa, tayari Israeli alikuwa ameshaingia miaka 3 ya njaa imemalizika. Lakini kabla ya kipindi hicho Daudi anafanya kosa la kufanya sensa, na sensa hii tunaiona katika sura ile ya 24 hii wa Samueli wa pili, ambapo anaendeleza tukio hili la adhabu. Na tunaona kipindi hichi, hii sensa ilichukua muda gani. Kumbuke wakati huo miaka 3 imesha ya njaa wameshaipitia hapo, wako katika miaka 3, na tunaanza kuona kipindi cha sensa kinafanyika. Na hii sensa, swali linakuja, sensa hii ilifanyika kwa kipindi gani? Tunasoma sura ya 24 mstari ule wa 8. Hapa tunapata kujua ni kipindi gani cha sensa kilitumika. Na wao walipokwisha kuzunguka nchi yote, wakaja Yerusalemu mwisho wa miezi 9 na siku 20, kwamba zoezi la sensa lilichukua miezi 9 na siku 20. Kwa hiyo tunagundua mpaka kipindi hiki Gadi anakutana na Daudi wako katika mwaka wa 4 wa njaa. Kwa hiyo tunapokuja katika suala la Gadi anapozungumza na Daudi katika Samueli wa pili, ni kwamba anazungumza naye kwamba je, achague hichi kipindi cha sensa kiendelee ili iwe miaka 7, ndio swala lake. Lakini kule katika Nyakati wa kwanza 21:11-12 anazungumzia miaka 3 ya njaa inayokuja. Lakini katika Samueli wa pili 24:13 Gadi anazungumza mwendelezo ambao iwe miaka 7 ya njaa, kwa sababu tayari miaka 3 ya njaa iliyosababishwa na kosa la yule mfalme aliyotokea hapo kabla ya Daudi ndio inaleta ile miaka 3 iliyopita, na mwaka mmoja ambao Daudi alikuwa akifanya sensa, ile miezi 9 na siku 20, ule ulikuwa tayari wako katika mwaka wa 4 wa njaa. Kwa hiyo Gadi anapozungumza na Daudi, mwandishi wa Samueli anazungumzia mwendelezo, anazungumzia miaka 7, anazungumzia mwendelezo wa njaa ambao iwe ni miaka 7. Ndipo Daudi anaona kwamba
katika chaguo zile tatu, aidha ile miaka njaa iendelee iwe 7 au aanguke katika maadui zake kwa miezi 3 ama iwe tauni ya siku 3. Ndipo Daudi anaona katika yale machaguo zile adhabu 3, anaiona adhabu nyepesi zaidi ni ile ya kuingia tauni kwa siku 3 na pili. Lakini anatoa sababu moja ya msingi sana, kwamba walau akiwa katika mikono ya Bwana, Bwana ni mwenye rehema na mwenye huruma, adhabu yake haitakuwa mbaya kama hii ya mwendelezo wa miaka 7 ya njaa au kuingia katika mkono wa maadui zake kwa miezi 3. Kwa hiyo ndugu yangu, hakuna hitilafu hapa. Swala hapa ni muktadha tu wa waandishi hawa wawili. Naamini kwamba umepata jibu zuri, na kwa yote ambaye anafuatilia channel hii na ndugu yangu fan, naamini umeweza kupata majibu yako kwamba Biblia haina hitilafu, na tutaendelea kupitia video zake na video zake nyingine kadhaa nitazipitia pia na kusolea majawabu. Lakini kwa wewe ndugu yangu Mkristo, ninaamini kwamba sasa unaelewa kwamba Biblia haina hitilafu. Na ndugu yangu Muislamu, ufahamu tu kwanza mambo kadhaa. Biblia ni kitabu ambacho ni kitakatifu, kimeandikwa kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu, na ndio maana hitilafu hizi ambazo mnaziona ni hitilafu ambazo mnakuja nazo kutokana na namna gani mafunzo yenu au maisha yenu ya Kiislamu yamewapelekea tofauti katika kusoma. Kwa hiyo sisi Wakristo tunasoma katika mtazamo tofauti, na nikualike tu ndugu yangu Muislamu ambao unaangalia video hii, tafakari, chukua Biblia, soma. Ni kitabu chenye historia nzuri, kitabu kinachoelezea historia ya wokovu tokea pale Mungu anapotuahidia wokovu wanadamu anapoanguka pale bustanini Eden, na mpaka baadaye Mungu kwa neema ya pekee na kwa upendo wa pekee, kwa jinsi alivyoupenda ulimwengu hata akaamua kumtoa mwanae Bwana wetu Yesu Kristo akafa msalabani, ili sisi na nyinyi ndugu zetu Waislamu sote tupate wokovu. Lakini sharti ni moja tu, lazima umkubali huyu Bwana wetu Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndipo neema hii ya wokovu utaipata. Vinginevyo, unapobaki katika Uislamu, unapomkataa huyu Bwana wetu Yesu Kristo, utaangamia. Mwisho wa siku, hukumu inapofika, utakuwa wewe ni mkazi wa katika ile bwawa ziwa la moto, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anasema huko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Ila wale tu waliompokea watapata neema ya wokovu, watapata kuurithi ufalme wa milele, ambako huko machozi yote yanafutwa, hakuna maradhi. Huko ni ambapo tutakaa katika uwepo wa Mungu milele yote. Karibu sana na endelea kufuatilia channel yangu. Pia share video hizi ili wengine nao waweze kufaidika na haya mazungumzo yetu. Asante sana, na tutaendelea tena katika vipindi vingine. Karibu sana.